Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Julai 26 siku ya Jumapili. Mada inasema maarifa dhidi ya upendo. Somo wa Korintho wa kwanza sura ya 8 aya ya kwanza hadi 13. Kwa nini Paulo anatofautisha maarifa na upendo, na muktadha ni upi hapa? Anatoa hoja gani? Paulo anatumia mada ya chakula kilichotolewa sadaka kwa sanamu ili kushughulikia suala la kina zaidi, kukosa upendo kwa wengine. Wakorintho wa kwanza sura ya 8. Suala la vyakula vilivyotolewa sadaka kwa sanamu liligawa kanisa la Korintho katika makundi mawili. Wengine waliamini kwamba maarifa yao kuhusu kutokuwepo kwa miungu mingine yaliwapa haki ya kula chochote. Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya 4. Hawa wanarejelewa kama wenye nguvu. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 aya 10. Wale waliopinga tabia hii wanaitwa walio dhaifu. Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya 9 hadi ya 12. Paulo anatumia sifa kama hiyo kwa sababu hawakushinda imani fulani za kishirikina ambazo zilikuwa sehemu ya uzoefu wao wa zamani wa kipagani. Wanapoona wale wenye nguvu wa kila chakula kilichotolewa sadaka kwa sanamu, wanaweza kufikia hitimisho kwamba Ukristo na ibada ya sanamu vinapatana. Kwa hiyo Paulo hakutaka wale wenye nguvu wawe kikwazo kwa walio dhaifu. Biblia inalitazama tendo la kula vyakula vilivyotolewa sadaka kwa sanamu kwa namna hasi zaidi. Matendo 15 aya 20 na 29, Matendo 21 aya 25. Linganisha na Ufunuo wa Yohana sura ile ya 2 aya 14 na aya ya 20. Hata hivyo, Paulo hatoi kauli kali kama mtu anavyoona katika vifungu hivi. Hii ni kwa sababu suala la msingi analolishughulikia linahusu kukosekana kwa umoja kunakosababishwa na kutumiwa vibaya kwa maarifa. Paulo hakosoi maarifa kuwa ndio uovu wenyewe. Badala yake, anapingana na aina ya maarifa yanayosababisha kiburi na faraka katika kanisa. Maarifa yasiyo na upendo si maarifa ya kweli hata kidogo. Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya ya 2. Maarifa ya kweli yanatokea pale tu mtu anapompenda Mungu na kujulikana naye. Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya ya 3. Akinukuu Kumbukumbu la Torati sura ile ya 6 aya 4, Paulo anaonyesha kwamba waumini wanapaswa kujua kwamba kuna Mungu mmoja tu. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 8 aya 4 hadi ya 6. Kwa kuvutia, anafuata wazo lile lile ambalo mtu analiona katika Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya 4 na ya 5, ambapo kauli kwamba Mungu wetu ni mmoja inafuatwa na amri, mpende Bwana Mungu wako. Kwa Paulo na Musa, maarifa bila upendo haufai kitu. Wakitumainia maarifa yao, wale wenye nguvu waliamini kwamba kula vyakula vilivyotolewa sadaka kwa sanamu hakukuwa na madhara. Kama tutakavyoona katika somo la Jumatano na Alhamis, Paulo aliwakubalia hilo chini ya masharti fulani. Hata hivyo, ikiwa lilikuwa kikwazo kwa walio dhaifu, Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya ya 9, linapaswa kuepukwa. Wakristo wanapaswa kuwa na desturi ya kujikana nafsi kwa sababu ya kumpenda Kristo na wengine. Paulo anatoa hoja kwamba bila upendo na maarifa yanaweza kuwa kitu kibaya. Wakorintho wa kwanza sura ya 8. Ni katika hali gani maarifa bila upendo yanaweza kwa hakika kuwa kitu kibaya? Hii ni Julai 26 siku ya Jumapili. Mungu atubariki sote.